Hello ndugu zangu wa Tanzania, habarini. Leo niko hapa kuwarudisha karne ya 19. Sasa kwenye karne ya 19 kuna mtu mmoja ambaye alizaliwa mwaka 1837. Alikuja kufa Juni 14 mwaka 1905. Alikuwa anaitwa Ahmed bin Muhammad. Sitataja ni nani, lakini kwa watu ambao wamesoma historia watakuwa wanamjua huyu bwana ni nani. Huyu bwana ni mfanyabiashara aliyefanikiwa sana, ambaye alipata bahati ya kukutana na wafanyabiashara wengi sana kwenye karne hiyo ya 19. Sasa kwenye kupambana na biashara zake na kitu chochote ambacho alikuwa anahitaji kukifanikisha, ili mradi kifanikiwe, alikuwa na uwezo wa kufanya chochote kile. Alikuwa na uwezo wa kufanya chochote kile, hata kwa damu, hata kwa nini, ili mradi afanikiwe bwana Ahmed bin Muhammad. Sasa ni wa wapi sitawaambia, lakini natamani anayejua hapo kwenye comment aniwekee jina lake maarufu sana linalofahamika ukanda wote huu wa Afrika Mashariki. Okay, sasa ili kodi ya huyu iweze kufahamika vizuri, twende kwenye hii. Nilishawaambia chaneli hii ipo kwa ajili ya watu wenye akili, ndio maana wachache sana wanaielewa na ndio wamesubscribe hapa. Tunakwenda hivi. Nimewahi kuwapa historia ya mtu mwingine anaitwa Yuda Iskarioti. Watu wengi wao wanaamini kwamba huyu Iskarioti ndio baba yake na Yuda aliyemsaliti Yesu. Hapana. Iskarioti ni mji wa watu wanaochange fedha. Nishamuongelea huko nyuma, lakini hapa nitaigusia kwa sababu kuna kitu nataka tukipate leo. Ni mji wa watu waliokuwa wanapenda fedha sana, na watu wa Iskarioti walikuwa ni wasomi ambao ni wabobevu kwenye masuala ya mahesabu na uchumi. Ndio maana hata Yuda alikuwa ndio muhasibu kwenye kundi la Yesu miaka yote mitatu ambayo Yesu amefanya kazi hapa duniani. Sasa kwa ile roho ya kwao, watu waligundua nani anaweza akamuuza Yesu kati ya wale wanafunzi wake. Wakagundua kuna Mwiskarioti mmoja anaitwa Yuda. Wakampa vipande 30 vya fedha, na hakuweza kuruka kwa sababu ya ile roho ya kwao ya kupenda fedha, kupenda nguvu, kupata mamlaka, kupata nini. Ile tamaa ya kwao ikamfanya akubali vipande 30 na kwenda kumuuza Yesu ambao amekaa naye kwa miaka mitatu kama mwalimu wake. Sasa ndo huyu tamaa yake na ya huyu bwana Ahmed bin Muhammad zinafanana. Sasa kitu ambacho amekifanya babu yako, wamekifanya wazee wako, au kama ni matambiko yalifanyika kwenye ardhi ya kwenu, yanaweza yakaathiri vizazi, vikawa aidha vina roho za visasi. Si wote wa mji wenu watakuwa hivyo, lakini kuna ambao roho zile zitawakamata. Roho ya kwenu inaweza ikawa hatma ya mtindo wa maisha yako ya leo. Nguvu ya jina lako inaweza ikawa mustakabali wa maisha yako ya leo. Kwa mfano, kuna mtu unaweza kuzaa mtoto ukasema namuita jina la mama yangu. Kama mama yako alikuwa na tabia fulani za ajabu, na lile jina umelimuita kwa dhamira ya ndani, nataka awe na jina kama la mama yangu, linaweza likachukua mpaka roho zake. Ndio kuna ile unakuta watu amekaa anasemaje, yani huyu tumempa jina la babu yake na tabia zimekuwa kama za babu yake. Ni ile nguvu ya jina au nguvu ya ardhi ya kwenu ambavyo inaweza ikawa na hatima. Ndio maana kipindi cha Yesu kuna pepo Yesu aliliambia, Biblia inasema akamwekea mikono, unaona, lakini baadaye akamtoa nje ya mji wa kwao. Biblia inasema akamwekea mkono ile pepo likatoka. Kwa hiyo kuna vifungo ambavyo ni vya kwenu wewe, vinaweza vikakufunga ukawa na roho hiyo ya kwenu ambayo itakufanya hatima yako yote uwe ni mtu aidha wa kulipiza visasi, ujikute umekuwa katili, yani ujikute huwezi kusamehe. Na hiyo roho sio kwamba itawatafuna watu wote wa eneo lenu au wa chimbuko lenu, hapana. Kuna baadhi ya watu ambao wapo tayari kukamatwa na hizo roho, aidha kwa kujua au kwa kujua. Hii kodi inaishia hapa. Sasa utaniambia kwenye comment Ahmed bin Muhammad ni nani?
ukiunganisha na hii ya Yuda Iskarioti, kuna kitu utakipata ndugu zangu. Sasa hivi tunakwenda kwa kodi za akili. Sasa wakati ninamalizia hili ambalo nilikuwa naliongelea, hili la karne ya 19, ni kuna watu wangu nimeona message simu hapa. Kuna message nimeona hapa. Jamaa wanasema kwamba kwa nini siku hizi yale mafundisho nilikuwa nikitoa ya elimu kwamba nimeng'ang'ania kwenye siasa tu, yale mafundisho ya zamani labda ya mambo ya ndoa na nini siku hizi siyaongelei na nini na vitu kama hivyo. Huwezi ukapata mapenzi matamu kwenye vurugu wakati unashuhudia damu za wengine zikitoka alafu ukazungumzia mambo mengine. Lazima utajikuta tunagusagusa huku. Lakini ndugu yangu leo nitumia hii kama unataka kuoa, wewe siku ukipata kamba funga ndoa, kwa sababu ndoa ndiyo shule pekee ambayo unapewa cheti kwanza, mitihani inakuja baadaye. Sasa kwa sababu Waswahili wanasema umoja ni nguvu, angalia namna ya kuwa peke yako. Lakini pia sio vizuri ukawa umejari wa kitanda lakini bado ukapenda chini. Kama unaweza ukaishi na mwenzako vizuri, japo changamoto ni nyingi sasa hivi. Watoto wa kike wazuri ni wengi, lakini wengi wanafua nguo ila wanaanika mapaja. Kwa hiyo badala ya kuanika nguo walizozifua wanajikuta wanaanika mapaja. Unahitajika umakini sana. Ila nitaendelea kufundisha vitu kama hivyo. Kikubwa sasa hivi kuna huzuni nyingi tuko nazo, tuna damu. Lakini hapo kwenye comment nimeendelea kuwaona watu hawana nyundo mikononi. Hakuna mwenye nyundo hata moja mkononi, lakini wanajaribu kunivunjia heshima. Ila yote kwa yote niwaombe ndugu zangu, hili taifa la Tanzania, muungano wetu na Zanzibar, sisi wote ni ndugu. Ndio maana zikatoka herufi za huku na huku zikatengeneza Tanzania. Hakuna kitu hatari kwenye hatima ya mwanadamu kama udini, ukabila. Mkiweka matabaka haya mawili kwenye taifa, mtatengeneza chuki isiyokuwa ya kawaida. Huwezi ukasema unampenda Mungu usiyemuona kama hujampenda jirani yako unayemuona. Damu ni uhai. Unavyosubutu kuumwaga uhai wa mwenzako, umemkosea Mungu, kwa sababu Mungu amri yake kuu ni upendo. Mungu ni pendo. Ndio maana alivyotuumba wanadamu, wewe akakuwekea figo mbili, akakuwekea aina ya grupu lako la damu ambalo hapa duniani kuna mtu mwingine unafanana naye hiyo damu. Tafsiri yake ni nini? Alijua hakutakuwa na spare ya viungo vya mwanadamu huko duniani wanakokwenda, ila huyu siku akiugua akakosa damu, kuna mtu mwenye grupu sawa na yeye atamsaidia damu. Huyu figo yake moja ikiferi, kuna mtu figo yake itaendana na ya huyu atamsaidia figo moja, na wote wataendelea kuishi wakimwabudu Mungu na kumtukuza. Kwa hivyo utajiuliza, mimi huwa ninapata wapi hasira ya kufikia hatua kuitoa roho ya mwenzangu? Je, hatima yangu mimi ni nini? Lakini ndugu zetu askari polisi, wajua askari polisi hata kipindi cha Yesu maaskari walimuuliza Yesu, na sisi tukitaka kuona ufalme wa mbingu tutafanya nini? Yesu aligeuka akawaangalia akawaambia, rizikeni na mishahara yenu. Toka kipindi cha Yesu nyie mmekuwa watu ambao mnajulikana kwa namna ya tofauti sana. Kwa ningewaombeni, vaeni utu. Zile siku 30 za kuondoa uraia ukiwa JKT zisikufanye kuwa mnyama na kutoithamini damu ya mwanadamu mwenzako. Yale ni mafunzo ya duniani tu bro. Ni mafunzo ya duniani tu. Hayatafanya kazi mbele ya uso wa Mungu aliyetuumba sote. Niwashukuru sana, tuendelee kupeana elimu tofauti tofauti, tuendelee kusubscribe channel hii, comment, like. Wale wa matusi pia nilishawaruhusu kwa sababu kila mmoja lazima apewe nafasi yake kwa uwezo wake wa kufikiri. Inawezekana wewe umelelewa hivyo na unaamini katika matusi kwa sababu huna pointi za kuongea. Mungu awabariki wote wa Tanzania, muwe na siku njema, usiache kusubscribe.